Kuna ile dhana ya kwamba ni kila chakula asili ni kizuri. Kweli kula chakula asili ni kizuri, lakini tunatakiwa kuzingatia kiasi cha chakula tunachokula. Ni muhimu sana. Na kitu ambacho kimeleta shida nyingi ni kwamba tunakula kupita kiasi ambacho miili yetu inahitaji. Kwa hiyo unakuta kile kinachokuwa cha ziada wala mwili hauitumii, inaenda kuhifadhiwa kama mafuta na inaleta uzito uliozidi, na matokeo yake inaleta magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Kwa hiyo kitu cha msingi cha kuzingatia ni kiasi gani unakula, ni cha muhimu hata kama ni cha asili, lakini kiko kiwango ambacho kinashauriwa. Haitoshi tu kuwaambia watu wale chakula kinachofaa kwa afya ya mwanadamu, au haitoshi kuwaambia wanadamu wale mlo kamili, na haitoshi kuwaambia wanadamu wafanye mazoezi bila kuwatengenezea mazingira wezeshi ya wao kufanya mazoezi au kushughulisha mwili, lakini vile vile mazingira wezeshi ya kufanya kipatikane chakula ambacho kina afya mwilini. Hilo linatupelekea kuwa na umuhimu wa kuwa na sheria ambayo itadhibiti na kuweka mazingira wezeshi ya upatikanaji wa chakula, na hususan katika eneo la udhibiti wa vyakula vyenye sukari nyingi, vyakula vyenye chumvi nyingi na vyakula vyenye mafuta mengi, ambavyo kwa kiasi kikubwa ndio vichocheo au visababishi vikubwa vya magonjwa yasiyo ya kuambukiza kama kansa, magonjwa yanayohusu figo, mengine yanayohusu moyo, anaita cardiovascular diseases, na mengi ambayo kwa sasa hayatibiki kwa sababu yanatokana na mtindo wetu wa maisha. Pia tunahitaji kuwepo na sheria ambayo inatengeneza mazingira wezeshi ya kuhakikisha tunapohamasisha watu wakajishughulishe mwili kwa kufanya mazoezi, basi mazingira hayo yawepo. Kwa maana ya kwamba kama ni barabarani, basi sheria itamke wazi kwamba kuna maeneo ambayo yametengwa mahususi kwa ajili ya watu kutembea. Kama ni maeneo ya kupumzika na viwanja vya michezo, basi vilindwe kwa sheria maalum ili visiweze kuvamiwa. Lakini pia kwenye upande wa chakula, tunahitaji vyakula vyetu vitupe taarifa. Kama chakula kina chumvi nyingi, kitupate taarifa, kitu ambacho kinaitwa front of pack labeling regime. Kwa maana ya kwamba tunahitaji sheria zetu zibadilishwe na kurekebishwa ili kulazimisha wazalishaji wa chakula na waagizaji wa chakula nchini waweze kuweka nembo au lebo za chakula zinazoonyesha kwamba chakula hicho kina nini, ili Mtanzania aweze kuchagua kwa usahihi kabisa ale chakula gani. Bila kufanya hivyo, basi tutakuwa hatujawasaidia walaji, kwa sababu watakuwa wanakula chakula ambacho hawajui kina nini. Na hapo ndipo tunasema umuhimu wa sheria na sera. Lakini kwa kumalizia, basi sheria hiyo iweze kuwaadhibu wale wote ambao watakiuka maelekezo ya sheria ya kuweka lebo au ya kupunguza kiwango cha chumvi na sukari au kuuza vyakula ambavyo ni hatari kwa afya ya wananchi. Tuna mwongozo wa ushughulishaji mwili katika kupambana na tabia bwete. Mwongozo umejikita kwenye makundi mbalimbali. Kwanza kuna makundi ambayo hawajaachwa kabisa ya walemavu na wale watu ambao wanaishi na magonjwa sugu. Kwa magonjwa sugu ikiwa na maana magonjwa yasiyo kuambukiza, kisukari, pressure, magonjwa ya mfumo wa hewa pamoja na kansa mbalimbali. Miongozo mara nyingi inataja dakika kwa wiki. Zinasema mtu ambaye atafanya zoezi la uzito wa kati atumie sio chini ya dakika 150 mpaka 300, na mtu ambaye atafanya zoezi la uzito wa juu atumie dakika 75 mpaka 150. Pia mwongozo umesisitiza watu kufanya mazoezi ya kuimarisha misuli ambao mara 2 mpaka mara 3 kwa wiki, na mazoezi ya kufanya mwili uwe nyumbulifu, flexibility, na kupata balance ya mwili angalau mara 3 kwa wiki. Sasa tafsiri kubwa sana watu inawakanganya katika mjumuiko wa dakika hizi 150 mpaka 375 mpaka 300. Lakini bado mwongozo wenyewe unasema kwa mujibu wa tafiti nyingi, mtu anapaswa kufanya mazoezi kwa wiki angalau mara 3 na isizidi mara 5 kwa wiki. Sasa dakika zinatofautiana kutokana na uzito wa zoezi. Kama unafanya zoezi zito sana, unashauriwa dakika ziwe chache.
na kama zoezi jepesi dakika ziwe nyingi, na ndio maana halisi ya hesabu ya hizi dakika 75, 150 mpaka 300. Lakini unashauriwa wiki nzima kwa muktadha wa zoezi lazima mwili upate siku za kupumzika ili uweze kupokea na kujikarabati wenyewe. Lakini pia tafiti zimeonyesha mazoezi ya misuli ni muhimu sana, kwa sababu kuna baadhi ya mazoezi yana tabia ya kupunguza kiwango cha misuli, hasa umri unavyoongezeka. Mazoezi yale yote ambayo yanamfanya mtu kuweza kupunguza kiwango cha mafuta mwilini ni mazoezi ambayo pia yanachangia ukubwa msuli kupungua, kwa sababu mtu anatoka katika umbo la unene anakuja kwenye umbo ambalo sio la unene. Kwa hiyo misuli inaanza kuwa dhaifu, na kadri ya umri unavyoongezeka, hasa ukianza kufika miaka 33 kuendelea, misuli inakuwa dhaifu.